Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo anayetupenda. Ninaamini kabisa amekupa siku njema kama alivyo na mimi ninavyoona wema wa Mungu umetukirimia. Tumeona siku nyingine njema, tukijiandaa kwenda kwenye majukumu mbalimbali kama inavyopasa kama wanadamu kufanya shughuli zetu za kutupatia mahitaji kila siku. Kwa hiyo Mungu ametupa afya, japo kwa wengine pengine wana hali si nzuri, na hao ndio tunaipaswa kuwaombea ili Mungu na wao awape neema ya kwa wazima. Na shukuru sana kwa kuwa tayari kusikiliza kipindi hiki cha muhimu cha neno la siku katika TV ya Spuka na Lindi Radio FM. Na wakati huu sasa tunafahamu kabisa sisi kama watu wa Mungu tunamcha Mungu, tuna nafasi ya pekee kabisa kudhihirisha wema wa Mungu katika maisha yetu. Na kwa namna hiyo tu ushuhuda unaofaa wa kumshuhudia Yesu Kristo kama alivyosema katika Matendo 1:8. Mtakuwa mashahidi, lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Yahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Na kwa kweli Yerusalemu ni hapo unapoishi, Yerusalemu ya kwako. Yerusalemu ile alizungumza na ndugu zetu Bwana Yesu ilikuwa kule Mashariki ya Kati, lakini inaweza kuwa nyumbani kwako au mtaa wako, Yerusalemu yako. Lakini ukiendelea mbele kwa majirani, mjini, vitongoji mbalimbali, unaenda kupeleka injili ya Yesu Kristo. Kwa tunamshukuru Mungu kutupa neema hii ya kushiriki kazi yake aliyokuja kuianzisha duniani. Na sasa ningependa tufunike macho tuombe wakati tunaendelea kutafakari neno hili. Baba Mungu wa mbingu na nchi, Mungu uishie, Mungu unayetawala binadamu na dunia nzima. Wewe uliye mwema daima, umetulinda, umetuponya usiku kucha, tumeiona siku njema, na unatuwazia mema kwa maisha yetu yote ya kila siku. Tunahitaji uongozi wako daima, kwa sababu ndiye kiongozi mkuu wa maisha yetu ya wokovu huu, lakini pia wewe ndiye nuru ya ulimwengu iliyomulika ili wanadamu wasitembee gizani. Karibia Bwana, jifunue katika neno hili, pate nafasi ya kutujenga na kutuimarisha kwa jina la Yesu Kristo, amen. Leo tutakuwa tunatazama neno hili, kumwishia Mungu, kumwishia Mungu, kumwishia Mungu au kumtumikia Mungu au kumfuata Mungu. Kumwishia Mungu, maisha yetu yamwishie Mungu, maisha yetu yaelekee kwa Mungu daima. Kila tunachofanya kiwe kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kila tunapoonekana tuonekane kwamba ni mali ya Mungu. Tusome neno la Mungu katika kitabu kile cha Warumi sura ya 6, alafu mstari wa 5 mpaka wa 11. Anasema, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika na mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti hamtawali tena. Mauti hamtawali tena, maana uhai. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ni nanyi, je, hesabu kuwa wafu kwa dhambi na walio hai
kwa Mungu katika Kristo Yesu. Katika mstari wa 10 tunaona Yesu Kristo baada ya kufuka kwake. Biblia inasema maana kwa kule kufa kwake, yani Yesu alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Amwishia Mungu. Unaweza kuona, ndio maana nikasema kumwishia Mungu. Baada ya wokovu, safari tunayoanza maishani katika wokovu ni kumwishia Mungu, yaani kujitoa kikamilifu kwa Mungu, ukijua kwamba ulipokuwa dhambini ulitoa maisha yako kikamilifu kwa shetani. Sasa kwa kuwa umefia dhambi na wewe si mtu wa kale tena, maana mwili wa dhambi unabatirika, ule utu wa ndani unabatirika, tunaacha kuitumikia dhambi tena, tunaanza kumtumikia Mungu, tunaanza kuwa kwa ajili ya Mungu, tunaanza kutenda matendo ya Mungu, pamoja na kwamba tunakuwa na shughuli zetu na kadhalika, lakini moyo na malengo yetu yote ni kumpendeza Mungu. Tunakuwa kwa ajili ya Mungu kwa sababu asili yetu ni kumwishia Mungu, ni kuwa na ushirika na Mungu, ushirika mkamilifu, ushirika usio na dhambi, ushirika wa upendo wa watu wanaopendana wawili, kila mmoja ameweka msimamo wenye mwake kwamba sitamkosea mwenzangu, na tunza ushirikiano, ule moyo wetu wa kuishi pamoja, kupendana, kusaidiana, kufanya mambo pamoja. Sasa katika Kristo Yesu tunapookolewa, tunageuka, tunabadilishwa, tunakuwa mali ya Mungu. Na mara tunapogeuzwa, maisha yako lazima unaanza safari au mazoezi ya kujishirikisha na Mungu kikamilifu wakati wote, kwa mawazo, kwa matendo na kwa maisha yote jumla. Unakuwa kwa ajili ya Mungu, na Mungu mwenyewe naye anakuwa kwa ajili yako, yaani anaanza kushughulika na maisha yako. Ndio maana kwa sababu hatujiokoi, Mungu ndiye anayetuokoa. Sasa kituokoa, manake yeye ana haja nasi kweli kweli, hata kama sisi hatujui, lakini yeye anakuwa na haja nasi kikamilifu. Tunajifunza kwa ajili ya Mtume Paul alipokuwa anaitwa Sauli. Sauli wakati ule kabla hajaokoka alifanya mambo ambayo alifikiri yeye ndiyo sahihi. Kwa hiyo aliyatumikia maisha yale ya kikatili kwa kadri alivyoweza, na hakuwa na mawazo mengine kwamba kuna njia nyingine ya kumtumikia Mungu. Alifikiri hiyo ndio njia ya Mungu. Lakini tangu alipokutana na Mungu na kubadilishwa, Paulo alibadilika, akawa mtu mwingine, mpaka na kile anasema sio mimi tena naishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Na maisha niliyo nayo sasa ninayo kwa ajili ya mwana Mungu aliyenipenda akajitoa kwa ajili yangu. Kwa maisha yake yote Paul sasa ametoa kwa ajili ya Mungu. Na ndivyo inavyompasa kila anaokoka kujua kwamba maisha yake ni kwa ajili ya Mungu. Simaanishi kwamba wote mtuko wahubiri kama Paul, hapana. Maandiko ukisoma katika Matendo ya Mitume yanatuambia hivi: mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Mashahidi wangu. Kazi ya ushahidi ni kubwa. Maana yake maisha yetu yote sasa yawe kwa ajili ya ushuhuda kwa Yesu Kristo. Ushuhuda kimaisha, kimwenendo, msemo, kimatendo. Lakini pia kufanya makusudi aliyofanya, tunakuwa mashahidi. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ile ya 16 ukianzia 15,
anaeleza jinsi ambavyo waaminio watafanya mapenzi ya Mungu vipi. Anasema, anaeleza katika ile Mark sura ya 16, uone Mungu anavyozungumza, Yesu anavyozungumza juu ya mtu aliyeokoka yeyote. Anazungumza mstari wa 15 katika sura ile ya 15, akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unasikia? Zitafuatana na watu gani? Waaminio. Waaminio, yani waamini wamwaminio Yesu na yale aliyosema. Anasema ishara hizi zitafuatana nao. Hapa anazungumza waaminio, maana yake kila anemwamini Yesu. Na neno waaminio hapo mwanzo alikuwa wazi, lilikuwa linamaanisha kikamilifu kwamba aaminie maana yake ni mtu aliyemkubali Yesu na kubadilika na kuanza maisha mapya, ndio aliitwa muamini. Leo tunazungumza aliokoka. Lakini huko nyuma ilijulikana muamini maana yake ni mtu yule ambaye ameyatoa maisha yake kwa Yesu, amebadilishwa. Ndio anazungumza, ndio maana hapa anasema waaminio watafanya ishara hizi, zitafuata pamoja nao. Naona anasema na ishara, mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Naona hao waaminio watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Hao waaminio hapo maana yake wahubiri wa Injili, wachungaji, maaskofu, waamini wa kawaida. Ishara zitafuatana na waaminio. Kama unaamini, Mungu ameahidi ishara kufuatana nao. Ishara, matendo makuu ya Mungu, matendo makuu ya Mungu, zile shughuli za Mungu ambazo Yesu alizileta, alikuja kuzifanya hapa ulimwenguni. Anasema waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Hapa hamaanishi, tunajua kabisa kwamba hamaanishi kwamba utafute nyoka mahali ili umshike alafu ishara hii itendeke kwamba asikung'ate. Sio maana ya Yesu hiyo. Maana ni kwamba kwa sababu tunaishi katika ulimwenguni humu. Naona tunaishi katika ulimwengu uliojaa viumbe kama hao. Lakini kwa bahati mbaya pengine unafanya shughuli yote, ghafla ukalishika joka mkononi. Kwa mfano kama Paul, siku moja wamesafiri usiku kucha, baridi imekuwa kali. Basi wakakoka moto, wakawasha moto pwani wa bahari. Sasa wakati wanaenda kila mmoja kukusanya kuni huko, zile waziweke pale ili wawe naota. Kwa bahati mbaya sana Paul akakusanya ile kuni, ndani kumbe kuna nyoka. Sasa alipokuwa nazitua, zikaanza kumtembea katika mikono. Na alikuwa ni nyoka mbaya, maana wenyeji waliogopa sana, wakasema huyu mtu lazima atakufa kwa nyoka huyu. Lakini Paul, maandiko yanasema akamkukutia tu, akamkungutia kwenye moto ile nyoka, alafu hakumdhuru. Maana unabii wa Yesu Kristo au neno la Mungu likatimia kwake. Sio kwamba alimtafuta nyoka, yeye alitafuta kuni. Bahati mbaya ameshika pamoja na nyoka. Sasa anasema mtashika nyoka hawatadhuru, hata mkinywa cha kufisha. Kwa sababu kazi ya Injili kwa kweli ni hatari. Unaweza kwenda mahali fulani ukahubiri, ukafikiri wamekusikiliza kwa umekasirika. Mwisho labda ukaomba maji, unakunywa kumbe umeweka sumu humo. Au ukaona njaa, ukaona chakula kumbe umeweka sumu humo. Lakini Yesu anasema haitawadhuru. Unaweza kuona
neema hii ya Mungu aliyotupa Mungu katika Kristo Yesu. Na pia unaweza kujifunza uhakika, mimi najifunza kwamba kumbe sina haja ya kuogopa hata napohubiri Injili au napotembea huko na huko unashuhudia, naambia watu habari za Yesu. Chochote kinachopata Mungu yuko hapo kushughulika nacho. Ndio maana tunakuwa na ujasiri wa kusema kwa uhakika na kwa ujasiri habari za Yesu kwa kila mtu, ili kila mtu amwamini, aone jinsi ambavyo uhakika wa maisha sasa unaonekana. Na ndio maana hata tunapokwenda ofisini, kazini, labda masokoni au safarini au mashuleni au vyuoni, hatuna haja ya kuishi kwa hofu wala uoga, kwa tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa kuwa amesema kila aminie sasa hasi na wasiwasi. Na Yesu anazungumza, ukisoma katika Mathayo maneno ya mwisho, Mathayo 28 ukisoma ule mstari 19 na 20. Anasema nitakuwa nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Lakini si hivyo tu, anasema tunapokoka Yesu anakuja ndani yetu na sisi tunaingia ndani yake. Sasa kama Yesu anaingia ndani yangu na mimi ndani yake, maana yake chochote ninachokutana nacho kitakutana nami katika Yesu Kristo. Kwa maana hiyo ninakuwa na amani tu kwamba ninachotaka, kitu cha muhimu ni kuwa na ushirika kumwishia Kristo, kuhakikisha kwamba maisha yangu yote ni kwa ajili ya Kristo, kwa mapenzi ya Kristo. Chochote ninachofanya kiwe ni Kristo anakikubali, kila ambacho amekuruhusu kisicholeta tofauti na mapenzi yake, nimwishie kikamilifu. Maisha yangu niyaweke kwake, shughuli zangu niziweke kwake. Kama ni mkulima, shamba yangu niweke kwa Yesu. Kama ni mfugaji, mifugo yangu yote kwa Yesu. Naona kama ni ofisi yangu kwa Yesu. Hata naposafiri lazima nijue kwamba safari yangu ni kwa Yesu. Kwa sababu sisi tunategemea uongozi na ulinzi wa Yesu. Naona? Ndio maana sasa tunafahamu tuliokoka kwamba maisha yangu usalama wake ni kwa katika Yesu. Yaani kumwishia Yesu, kufanya anayosema Yesu. Anasema si kila mmoja anayeniita Bwana Bwana akaingia katika ufalme wa mbinguni. Hapana. Ni yule atendaye mapenzi yangu au mapenzi ya Baba yangu, mapenzi ya Mungu. Sio kila mmoja anasema Bwana Bwana. Sio kila mmoja anasema Yesu nampenda. Unaposema nampenda, naangalia, je, unatenda mapenzi yake kwa matendo au kwa kinywa tu? Na tunapokuwa tunafanya hivyo, mimi najifunza kwamba ndio kumwishia Yesu. Yaani kuyafanya anayoyataka, kuishi atakavyo, sio nitakavyo mimi, sio atakavyo wale, atakavyo Mungu, kwa sababu niko kwa ajili ya Mungu. Unajua sisi tuko kwa mali ya Mungu, kwa ajili ya Mungu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa makusudi ya Mungu. Tuliumbwa kwa hivyo. Ndio maana na yeye akasema tufanye watu kwa mfano wetu. Manake tuwe na ushirika mkamilifu. Alafu kila mmoja ajue mwenzake maisha yake. Ni wazi. Ndio maana katika wokovu hatujifichi. Ndio maana tuko kwa mashahidi, tunawajulisha hata wengine. Huwezi kukaa na mtu ambaye hajaokoka, unajua huyu ameumbwa na mfano wa Mungu, na asipokoka ataenda jehanamu pamoja na shetani, kuishi maisha yote milele kwa mateso. Sasa wewe ambaye Mungu yuko ndani yako, ukijua kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya hao ili wasiingie jehanamu. Sasa na wewe kama una Yesu mpaka akakuokoa, maana lazima ufanye kile Yesu alichokifanya. Kama aliwahubiri wenye dhambi, inapaswa wahubiri wenye dhambi. Ili kama aliokoa watu, lazima ufanye uhubiri na wokovu kwa ajili yao. Naona kama aliomba lazima na uombe, kama Yesu aliomba lazima na uombe.
Kumwishia Mungu ni kufanya mapenzi ya Mungu makamilifu, sio nusu nusu. Kumpenda kikamilifu. Mungu ni mwaminifu, kila anachofanya anafanya kwa ukamilifu, sio kwa nusu nusu. Tofauti na wanadamu wengine wanakuja wameokoka, ni kama mguu mmoja mweka kulia mwingine kushoto. Ni kama huko na huko anapenda. Lakini kumbe Mungu anataka maisha yote makamilifu. Umwishie yeye. Umwishie ujana wako, umwishie wewe. Usichana wako umwishie wewe. Umama wako umwishie yeye. Baba wako umwishie yeye. Heshima yake iwe kwa utukufu wake yeye. Sifa zote unazopata ziwe kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Unaona? Ndio maana hapo utasema namwishia Mungu. Huwezi kusema namwishia Mungu wakati maisha yako unafanya unavyotaka. Unaenda unavyotaka. Huwezi kusema namwishia Mungu. Utasema namwishia Mungu tu pale unapofanya mapenzi ya Mungu. Na tena maisha yako yanafanana na yeye. Sio maisha yako yako mbali alafu sema namwishia Mungu. Haiwezekani. Tunamwishia Mungu kwa sababu maisha yetu yote yanabadilika na tunaendelea kujitoa kwa Mungu, kujitoa kwa maneno yake, tunaendelea kujifunza. Alafu tunapojitoa kwa maneno yake tunazidi kubadilishwa. Unaona? Kubadilishwa kufanana na yeye. Na yeye sasa tunapoendelea kufanana naye ndipo maana anatoa msaada sasa wa kutuwezesha tufanye tufanane naye kikamilifu. Katika Wakorintho wa pili sura 5 mstari ule wa 17 maandiko matakatifu yanasema hivi. Anasema hivi, kwa hiyo tokeni kati yao mkatenge Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha. Msiguse kitu kilicho kichafu. Anachopaswa sasa ni kujibidisha kumcha Mungu, kumpendeza Mungu, kuomba, kuhudumia neno lake, unaona? Kuhudumia watu wengine, kumwabudu, kujitoa, kutegemeza kazi ya Mungu, kushiriki kazi ya Mungu wanayofanya watu wengine. Hapo unamwishia Mungu. Nake mawazo na shughuli zako zote namba moja ni kwa Mungu. Ndipo nafuata maisha yako sasa. Kwa sababu maisha yako pia Mungu amezungumza kwamba ni ya muhimu. Anasema tule kwa jasho, sio tutegemee watu. Na maandiko mengine yanasema mtu asiyefanya kazi hata kula sile. Sasa kuna watu wengine wanachanganyikiwa, wanafikiri wokovu ni uzururaji. Wokovu ni akili njema ya hali ya juu. Utambua wajibu wako kama binadamu, kwamba unajua unapaswa kula, unapaswa kunywa, unapaswa kuvaa. Na kwa namna hiyo unahitaji sana kufanya kazi ikupe mahitaji yako. Sio kwamba utegemee watu wengine. Au mwingine anasema Mungu atatenda ishara. Mungu atendaje ishara kutoka hewani? Kwa sababu hakuna andiko lolote kibiblia kwamba atatoka hewani. Anasema nitabariki kazi za mikono yenu. Unaona? Kubariki utokapo, ubariki kuingiapo. Kazi za mikono kwa lazima uwe na kazi. Mungu hawezi kubariki hewa. Anataka kile ulichoanza alichokuongoza kwa sababu unamuomba, basi ukifanye kwa bidii, tena kwa moyo na kwa uzuri, ukimtegemea yeye. Na ndio maana utaiombea shughuli yako. Unaona, utaweka mikono mwake kila siku. Lakini pia ukitoka utashukuru Mungu kwamba Mungu asante, umekuwa nami, umenitia nguvu, nimefanya kazi yangu imeenda vizuri. Sasa nakushukuru napopumzika. Kwa hiyo sasa kazi za mikono ni za muhimu, shughuli ni ya muhimu kwa sababu
umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu anashughulika. Mungu si mvivu. Mungu ametenda mengi ya ajabu ya sisi kujifunza kwake. Ndio maana hata Yesu alizungumza sema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Kwa tunajifunza maisha Yesu, na haya yote yaliandikwa. Jifunza maisha ya waliomfuata Yesu, jinsi waliishi na jinsi Mungu alivyowabariki na alivyowategemeza na jinsi Mungu alivyotukuzwa kwa maisha yao bora. Tunaweza kujifunza hata kama watu wengine wenye akili na bidii kubwa, kama kina Daniel walikuwa hodari, akina Yusufu walikuwa hodari. Naona hata katika zile falme walizokuwa naishi, zile falme zilithibitisha maisha yao kwa ya kipekee. Kwa nini? Yalikuwa na uhusiano na Mungu. Kwa Mungu alikuwa anafanya kazi ndani yao, kutenda kwa busara na kutimiza makusudi yote alikuwa amekusudiwa. Mungu wakati wote ukiwa na uhusiano nayo, manake shughuli zako zinakuwa zake, mambo yako yanakuwa yake, kwa matendo na kwa maneno. Huwezi kusema mambo yako ni ya Mungu wakati itafika wakati mwingine Mungu anataka mambo yako afu unakatalia. Kusema mambo yako ni ya Mungu, basi wakati mwingine Mungu atayataka hayo mambo au vitu vyako. Sasa itaonekana kwamba kumbe unamwisha Mungu, itategemea vile ambavyo uko radhi kumpa. Tunaweza kuona kama Ibrahimu alipomtoa Isaka. Tunajifunza mengi pale. Kwamba hivi ningekuwa mimi, Mungu anajua nina mtoto mmoja alafu anasema nipe huyu tena ukamchinje. Lazima ingekuwa kazi hapo. Lakini kama unamwishia Mungu, maana utakuwa mfahamu Mungu vizuri. Maana mnaishi pamoja, mnatembea pamoja, mnashinda pamoja. Mungu atajidhihirisha, atajifunua kwako, utamfahamu alivyo, uzuri wake, uaminifu wake na upendo wako kwako. Upendo wake kwako. Kwa hiyo hebu mwishie Mungu, jitoe kikamilifu kwa Mungu. Acha kujitoa maisha yako kinusu nusu, kuyumba yumba. Leo unapenda Mungu na bidii, kesho unazorota. Mwishie Mungu kikamilifu na Bwana Mungu akubariki. Na nataka niombe baraka zako ndugu yangu, baraka za Mungu kuja kwako. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa neno hili takatifu ambalo tumelitafakari juu ya kukuishia wewe, kwamba sasa tumekuwa viumbe vipya. Hatutaji tena kujitoa maisha yetu kwa dunia, bali kwako na kuishi pamoja kukutumikia. Bariki msikilizaji wangu huyu, mjalie nami nijalie Bwana. Tujiweka kwako mpaka wakati mwingine. Endelea kusema nasi kwa neno hili kwa njia ya Roho wako Mtakatifu ndani yetu, kwa jina la Yesu. Amen.